Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na habari ambayo tulishaizungumza siku ya juzi kufuatia kwa tukio ambalo limemkuta mwanadada Muna Love. Ni mmoja kati ya wanadada ambao tunawafahamu, tumekuwa tukiwafuatilia katika mitandao ya kijamii kwa muda mrefu, lakini pia ni kwamba huyu Muna Love bwana ameshapitia mapito mengi sana mazito. Hicho ni kitu ambacho watu wengi sana nadhani watakuwa wanafahamu kwamba mwanadada huyu ameshapitia mazito, na moja kati ya vitu vizito ambavyo mwanamke anaweza kawa amepitia ni kuondokewa na mtoto wake. Na huyu Muna Love, mtoto wake wa kwanza kabisa wa kiume ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Patrick, ni kwamba alitangulia akhera, na ni kitu ambacho ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa very devastated kwake, yani kilimuuma na iliwauma watu wengi sana. Unajua bwana, malaika akitangulia mbele za haki, mtoto mdogo tu kama yule alivyotangulia, ni moja kati ya vitu ambavyo viliwaumiza watu wengi sana, ukizingatia kwamba huyu mwanadada Muna, mwanae alikuwa anajulikana, mwanae alikuwa very popular. Wakina Wema Sepetu alikuwa anamposti sana, mtoto mmoja hivi alikuwa anajua sana, alikuwa anavalishwa sana, yani alikuwa anapendeza sana huko mitandaoni. Patrick nadhani kila mtu alikuwa anamfahamu. So baada ya Patrick kufariki ni kwamba Muna akawa amepitia katika vitu vingi, lakini at the end of the day tukaona akawa amesimama imara, akaanza kusupport watu wengine, na pia vile vile mwenyewe akapata tena mtoto mwingine, umeona na alidedicate maisha yake sana sana kwenye kutoa support, lakini pia vile vile kwenye swala zima la mambo ya kumwabudu sana Mungu, unaelewa, kutokana na hayo ambayo alikuwa ameyapitia. Sasa Muna bwana amepata mtoto mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Testimony, na huyu mtoto wake mwingine bwana ni wa kiume. Sasa huyu mtoto naye pia kuna changamoto ambazo amezipitia, ambapo mpaka sasa hivi bado Muna anapitia changamoto kupitia mwanae huyo. Kama ulikuwa ufahamu, labda ulipitwa na video ambayo tuliposti siku ya juzi, ni kwamba huyu mtoto wa Muna ambaye anaitwa Testimony ni kwamba wako Canada, actually wanaishi huko kwa sasa hivi, lakini kitu kikubwa sana ambacho kimemeke headline ni kwamba Muna bwana, huyu mwanae alikuwa ananyonya sana vidole. Umeona sasa yeye Muna ni mtu ambaye anafuatilia kila kitu kuhusiana na watoto, hususan mtoto wake, na issue ya kunyonya vidole ni moja kati ya vitu ambavyo vinafanyaga watoto wanaharibikaga midomo. Ukiangalia watoto ambao walikuwa hawanyonyi vidole na watoto ambao walikuwa wananyonya vidole kipindi cha utotoni, utaona kabisa kwamba watoto ambao walikuwa wananyonya vidole midomo yao kidogo inakuwa inabadilika shape, yani inakuwa na muonekano tofauti, ambapo sometime huaga watu wengi huaga wapendezwi nayo. Sasa yeye alikuwa anatamani mwanae awe na midomo ambayo imeseto. Umeona, kwa hiyo alikuwa hapendezwi na kitendo cha mtoto wake kunyonya vidole. Hivyo basi wakati mtoto wake ananyonya vidole akawa anatafuta mbinu mbadala ya kuhakikisha kwamba mwanae hanyonyi vidole. Sasa hapo ndipo alipokuja kukengeuka, hapo ndipo alipoteleza, hapo ndipo alipofanya mistake kubwa ambayo imekosti kwa namna moja au nyingine, switch direction ya maisha ya mwanae hata huko baadaye, kutokana na kwamba situation ambayo huyu mtoto anaipitia sasa hivi kidogo inatisha kwa namna moja au nyingine. Umeona bwana, kwa mujibu wa detail ambazo inasemekana kwamba zilizungumzwa na baadhi ya watu ambao wamefuatilia hii issue kwa ukaribu. So yeye mwenyewe pia Muna ameamua kushare journey ya huyu mtoto, jinsi ambavyo anavyoendelea. Amezungumzia, amekuwa akiweka bayana kuhusiana na kile ambacho kimemkuta mwanae, ili kutoa kama elimu kwa mama wengine na wenyewe pia wasije wakapitia yale ambayo yeye anayapitia na mwanae. Na ni kitu ambacho kinamuumiza kiasi kwamba uaga mpaka anakaa na kumuomba msamaha mtoto wake kwa hali mbaya ambayo anaipitia kwa sasa hivi. So tukirudi kwenye story ni kwamba mtoto wa Muna bwana, baada ya kuonekana kwamba ananyonya vidole, baada ya yeye kuamua kutafuta mbinu mbadala ya kuhakikisha kwamba mwanae hanyonyi vidole, ni kwamba aliamua kumpaka kwanza pilipili kwenye kidole. Kwa hiyo huyu mtoto akawa akinyonya tu kidole anasikia kuwashwa, analia sana. Kwa hiyo kuna kipindi alikuwa halali, akaona kwamba labda njia hii ya pilipili sio sahihi. Kwa hivyo basi akaamua kumfunga plaster kwenye mkono, kwenye kile kidole ambacho anachonyonya, ambacho ni cha kulia, mkono wa kulia, kidole gumba. Kwa hiyo akafunga plaster. Sasa wakati amemfunga plaster, mtoto pia alikuwa anaendelea kulia sana kwa uchungu. Akahisi kwamba huenda labda analia kwa sababu anatamani kukinyonya kidole chake, lakini sasa kwa vile kina plaster anaona tabu. Kwa hiyo basi akawa anapotezea, kila anavyolia yeye anapuuzia kuona kwamba anamsaidia mwanae asinyonye vidole, akaja kuwa na midomo mibaya. Kwa hiyo akawa anamwacha. Kumbe ndio alikuwa anaumia huyu mtoto, kumbe mule ndani kidole kilikuwa kinapata shida, kinaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo siku ambayo anakuja kutoa ile plaster, anataka kubadilisha, amfunge plaster nyingine, maana plaster lazima itachafuka. Kwa hiyo anataka kumfunga nyingine, ndipo hapo akaja kuona mwanae ana malengelenge kwenye kile kidole. Umeona bwana. Kwa hiyo alivyoona na malengelenge ikabidi ampeleke mtoto kwa ndugu yake akamwangalie. Ndugu yake akamwambia usimfunge tena plaster, umwache hivyo hivyo. So alivorudi nyumbani akamweka kitandani, akawa anaendelea mambo mengine, akamkuta amenyonya tena kidole kile kile chenye malengelenge
kwa hiyo kikawa kimeharibika, kikawa kina vidonda sasa. Yani ile sehemu ambayo alikuwa amenyonya ilikuwa na malengelenge, ikawa imepasuka na kumwagika damu. Kwa hiyo hapo ndipo sekeseke ilipoanzia, akampeleka hospitali, na hali inavyosemekana kwamba sio nzuri, kiasi kwamba mpaka vidole vimekuwa vyeusi. Na kwa sisi ambao tunauelewa kidogo wa elimu, nimezungumza na mtu ambaye ni daktari, nikamuuliza kwamba bwana, hivi kitu kama hiki kitokea inakuwaje? Akasema kwamba ukiona mpaka kiungo kinakuwa cheusi, ina maana kwamba circulation ya blood, yani mzunguko wa damu haupo. Na kama mzunguko wa damu haupo, maana yake ni ishara mbaya. Unaelewa, kama kidole kiwa cheusi, maana yake mzunguko wa damu haupo. Kama mzunguko wa damu haupo, maana yake kidole lazima unaweza ukakikata. Kwa hiyo hiyo ndio situation mbaya ambayo imefikia kwa mtoto huyo wa Muna, kwa mujibu wa detail ambazo mimi pia nimezikusanya kwa data ambazo nimezipata kutoka kwa watu wanaofahamu zaidi mambo ya kiafya. So yeye mwenyewe hajaweka wazi exactly nini kimetokea, lakini inavyoonekana ni kwamba hali si nzuri kwa mtoto huyo, kiasi kwamba Muna ameposti picha leo ambayo imewagusa watu wengi sana. Muna ameposti picha akiwa amesujudu chini, na akawa ameandika kwamba Yesu, kama binadamu sijakamilika, na moyo wangu nina moyo wa uchungu, usiruhusu chochote kinikute. Nitakata tamaa na imani, nitashindwa kukuamini tena. Hili ni wewe pekee Yesu utaamua kuniokoa, nikutumikie milele au kunitupa kwenye moto na mishale ya binadamu. Bado na kuamini, nahitaji huruma yako. Huo ni ujumbe ambao Muna ameuweka, na huu ujumbe umereflect kile ambacho kimetokea kwa mwanae, jambo ambalo kiukweli limewagusa watu wengi sana. Na mpaka Muna amekuja kuposti hivi, huenda labda hali ya mwanae, watu wameanza kuwa na mashaka kwamba huenda labda hali ya mwanae imekuwa mbaya zaidi. Umeona? Kwa hiyo watu wengi sana wamemhurumia, comment ni nyingi, watu wamekuja hapa wameweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho wanakiona. Kwa mfano mpaka Mwijaku amekuja hapa amecomment. Mwijaku ameandika kwamba Mungu atasimama na wewe kwenye kila jaribu la dunia. Usikufuru wala usivunjike moyo. Insha Allah Mungu atakuvusha na kila kitu kitakuwa sawa. Huyo ni Mwijaku. Pamoja na masiara yake amekuja kucomment, ameweka comment nzito namna hiyo ya kumtia moyo na kumfariji Muna. Lakini Wolper Stylish, huyu pia ni mama, amekuja naye pia ameweka comment yake hapa, amesema kwamba bwana, Mungu ni mwaminifu sana. Muna wangu, oh God, pole. Huyo ni Wolper. Suraya Sanchi World, hapa tunamzungumzia Sanchoka, mwanadada mwenye bonge moja la shepu, amekuja naye pia amecomment hapa, ameandika kwamba Mungu, bila wewe hatuwezi. Umeona? Kwa hiyo na yeye pia ameonyesha jinsi gani ambavyo na yeye pia hii imemgusa. Kwa kifupi ni kwamba hapa comment za ma celebrity wengi sana, hususan wadada, wamekuja hapa kucomment. Director Joanne anasema kwamba baba yetu ni mwenye huruma, hawezi kukuacha kamwe kipenzi. Testi Chocolate anasema kwamba Allahu Akbar, Allahu yu pamoja nawe. Allah yu pamoja nawe. Allah yuko pamoja na wewe, pamoja nanyi Damuna. Kwa mtu ameandika hivyo. Gladi amesema kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuyatupa maombi yako dada. Mwenyezi Mungu akukumbuke na akumbuke sadaka zako njema, akuinue na kukupa nguvu ya kulipita hili pia. Huyu bidada mwingine amekuja kucomment hivyo. Junaita anasema kwamba pole sana Muna, Mungu asimamie mtoto, atakuwa sawa insha Allah. Zuri ameandika kwamba this too shall pass, yani kwamba hili nalo pia litapita. Haya, bidada mwingine huyu hapa Auntie Ezekiel, huyu pia ni mama, na yeye amekuja hapa ameandika kwamba pole Muna wangu. Comment hapa ni nyingi sana za wadada ma celebrity. Kusema ule ukweli ni kwamba wadada ma celebrity wengi wameguswa na hili ambalo analipitia Muna Love. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Unazungumziaje ujumbe huu mzito wa Muna ambao ameuweka katika kurasa yake wa Instagram? Anayoyapitia kiukweli ni mazito, hususan ukiangalia kwamba lazima atakuwa anajilaumu sana yeye kwa hiki ambacho kimetokea kwa mwanae. Kwa hiyo obviously utakuwa unaelewa kwamba jinsi gani ambavyo anavyojisikia. Labda mtoto angekuwa tu yeye mwenyewe ameumia, angeelewa kwamba okay, ni mtoto, ni utundu na nini, amepata tatizo hilo. Lakini hebu imagine ni kwamba Muna yeye ndo alikuwa anataka kumuokoa mwanae asinyonye vidole, lakini kumbe ndo amemtafutia mazonge mengine mazito. Ukifikiria tu utaona kabisa kwamba hata huyo mtoto akija kukua, akiona labda amekatwa kidole au namna gani vipi, lazima ataelewa kwamba mama alifanya hiki na hiki, alifanya mistake, mimi then sasa hivi naishi
kidole hiki gumba au namna gani vipi au vyovyote vile ambapo Mungu naomba pia vile vile Mungu aepushe hayo, awe salama, asikatwe hata kidole, awe yuko okay. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Muna anapitia wakati mgumu sana kiukweli. Mwenyezi Mungu amtie nguvu, awe imara na hili ambalo linamtatiza Mungu aweze kulitatua. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.